Hivyo binti unakisikia kitu ambacho akizungumza wewe? Nani ex wangu? Hivi wewe mwanamke, mbona una maneno ya kipumbavu ambayo hayana maana? Yeye unakuja hapa mbele yangu unaongea tu ujinga, yani peleche kibao. Kwanza mimi sizungumzi na wewe. Mimi nazungumza na mke wangu. We, koma we baba wewe. Nani mkeo hapa? Imechukua muda mrefu sana toka nimekupa ile kazi. Toka nimekupa ile kazi ya kumfuatilia yule binti. Hakuna mrejesho wowote wala taarifa zozote. Vipi? Umeshindwa kazi? Madam, hiyo mbona kazi nishamaliza muda mrefu sana. Yaani tayari ushaingia kwenye mahusiano, nishamaliza kila kitu. Tena cha kustajabisha zaidi, mpaka kakaka alinifuma mle ndani jinsi gani nilivyonogewa. Labda kama kuna kazi nyingine unataka kunipa, nipo tayari, lakini ile nishamaliza. Kuna kazi nitaka nikupe. Na hakikisha katika hii kazi uwe makini sana. Yule mama anaonekana kwamba ana mtoto wa kiume na hataki familia yake ijue katika hilo. Kwa hiyo kazi nataka kukupa, hakikisha tunapotaka kuongea hapa uende hadi kwake. Kumbe wewe Kendi king'ang'a Kwa hiyo umevaa hiyo miguo yako ili ukienda huko mwanaume wako akuone una heshima kama kawaida yake. Mbembelezane tena mrudiane. Kumbe ndio unamng'ang'ania mwanaume. Afu ndio unataka mimi ukanizalilishe huko. Uniache nizalilike nichekwe. Si ndio? Aya, ndio nguo gani hiyo ulovaa? Kwa kweli mimi huwezi kutembea na mimi hivyo. Nimekuwekea pale nguo na shangaa hujavaa. Nikajiuliza umevaa nguo gani? Kumbe umeenda kuvaa migagulo. Kweli jamani Kendi? Asa Sania, hapa kibaya kiko wapi jamani Alafu hivi unavyotaka mimi nivae, mimi siwezi, kule kuna majirani zangu. Hivi tu mimi naona niko sawa mbona? Eti nina majirani zangu. Kwa majirani gani? Yaani wale Waswahili kama ulivyokuaga wewe. Kwa huku umekuja uzunguni. Si wenyewe tuna majirani lakini tunavaa tunapendeza. Na kuomba utoke hapo ulipo uende ukavae nguo nzuri. Wewe unataka ukienda kule unibadilikie. Si ndio? Na ukifika kwake hakikisha mtu yoyote asijue kwamba wewe unaenda kwake, ili ukifika pale uweze kufuatilia na kujua hili jambo. Jordan, hakikisha mtu yoyote asitambue kama wewe unaenda pale. Sawa. Ni jambo dogo sana kwangu, lakini nitaka kujua tu kama nikishafanikisha kumjua huyo kijana, nini kinafuata? Nadhani hiyo ndio itakuwa risasi ya kummalizia. Na ukifanikisha hili, ndio tutajua pa kuanzia ni wapi. Sawa. Ni kazi ndogo. Naweza nikafanya kwa muda mfupi sana. Lakini nilikuwa nawaza tu nje ya boksi. Nawezaje tena kuingia kwenye ile nyumba? Kwa sababu tayari kaka kashanifumania mle. Sio rahisi hivyo. Jordan, wewe ni mtoto wa kiume. Kwa hiyo nitakushangaa kama utasema kwamba unashindwa kuingia katika ile nyumba. Isitoshe, yule binti kashakupenda. Kinakushinda nini sasa wewe? Usiniangushe bwana. Sawa madam. Limeisha hilo. Yaani nguo ni nzuri sana. Alafu nikienda kuvua mwenyewe utaijutia jinsi ilivyonipendeza. Mimi Sania niijutie rogagulo lako. Halijakupendeza hata kidogo. Yaani nimekuwa kama mimi. Nenda kavae hizo nguo. Kumbuka kule sisi tunaenda kudai talaka. Hatuendi kucheza. Kwa hiyo unatakiwa uende uvae nguo ambazo yeye hazitaki na ndio nguo ambazo zinakupendeza. Roho imuone. So unaenda umevaa hivyo, ukienda pale mke wangu, si atafurahi kabisa. Kavae nguo ambazo yeye haitaki. Usiofie majirani. Kwa majirani gani bwana?
Watu wenyewe hela hawana. Nendaga. Mimi nakusubiri hapo nje ufanye haraka. House of love. Nini kimekuleta hapa? Na nani amekufungulia mlango? Pinky, unajua ni muda mrefu sana sijakutia machoni kwangu, na unajua kabisa kwa mimi siwezi kuishi bila wewe. Yaani siwezi kukaa mbali na wewe kabisa yani. Alafu kwani kuna ubaya gani kwamba mtu akija hapa kuja kumwona mpenzi wake kwa sababu nimekumisi? Na hata hivyo napiga simu zako upokei, natuma message ujibu. Sasa mimi ningefanyaje mami? Hivi wewe hujapitia middle class eti? Ushasema mtu unampigia simu hapokei, unamtumia SMS hajibu. Jiongeze wewe. Huhitajiki baba, muda wako umeshaisha. Yaani namaanisha sikupendi tena Jordan. Pinky, embo acha masiala basi. Haiwezi kuwa rahisi hivyo. Yaani unakuja kuniambia mimi kwamba tuachane eti mimi na wewe basi. Come on. Sio rahisi hivyo. Wewe. Sipo kwenye utani hapa. Alafu mimi nikiongea kitu waga naongea mara moja. Jordan, mimi sikuhitaji, sikupendi, yani kiufupi nimesha move on. Hisia zangu tena hazipo kwako. Sawa? Alafu acha kunifuatilia. Huyu anachokivaa huko ndani kitu gani jamani muda wote? Kuchoshana tu. We Kendi. Unavaa nini huko ndani muda wote jamani? Usovaa haraka tukaondoka tunachelewa. Yaani wewe ni mshamba. Hivyo ndo mwanamke anabidi avae. Mtoko kunje kwanza. Sania, mimi kusema kweli siwezi kutoka hivi jamani. Sisi ni nguo gani? Aibu gani jamani Kendi, yani umekuwa kama mtoto mdogo. Toka bwana nikuone ulivyovaa. Mimi naona aibu bwana, mimi siwezi. Toka nikuone, uwezi kitu gani Kendi? Mbona kama mtoto mdogo? Njoo. Yaani Sania. Sasa hivyo. Yaani umependeza, sijawahi kuona umependeza kama hivi. Kumbe yule mwanaume wako alikuwa anakufuja tu. Anakuvalisha midela, umekuwa kama mbibi kama mtoto wa 2000. Si hivyo umependeza. Yaani hivyo hata ukitembea na mimi nalinga kwamba natembea na binadamu. Alafu acha kunifuatilia. Alafu hivyo una akili kweli timamu wewe? Umekuja humu ndani, hujawaza kama mimi ni mtoto wa kike, wewe ni mtoto wa kiume. Alafu isitoshe mimi humu naishi na familia yangu. Wakikukuta hapo, utawaeleza nini? Basi toa taarifa, tuma hata message. Vipi wewe? Lakini Pinky, natoaje taarifa? Lakini napiga simu upokee, natuma message ujibu, nafanyaje sasa? Basi baki huko. Mimi nimekutuma uje hapa. Hiyo bwana haiwezekani. Kuna nini kinaendelea hapa? Pinky. Kuna nini kinaendelea? Afadhali mama umekuja. Huyu kijana anamwambia simpendi, simhitaji kwenye maisha yangu. Alafu isitoshe amekuja humu ndani bila hata kumpa taarifa mtu yoyote yule. Sasa mama huyu hapa utaongea naye mwenyewe na sijui utamwambia nini. Alafu mama, huyu kijana asikudanganye kitu chochote kile. Namjua vilivyo. Pinky. Karibu sana mtoto wangu. Ujisikie upo nyumbani. Asante mama. Shikamoo. Karibu twende ukakae.
nina mazungumzo kidogo na wewe, sawa? Sania bwana, sijui hata hizi ni nguo gani jamani, mimi siwezi. Yaani weekend bwana, akili zako wewe bado hazijakuwa kabisa. Una akili za kimaskini maskini. Unaangalia watu watakuangaliaje huko mtaani? Wewe unawaangaliaje? Sikiliza nikwambie, usiniletee zako za kuleta. Alafu wewe nakujua magubegube. Dakika 2 mbele hapo ulipo. Sio tunaenda huko, unaenda kunibadilikia. Ukanivua nguo ukanizalilisha kwa mwanaume wako. Mimi sitaki. Sikia shoga yangu nikwambie, mimi siwezi kubadilika hata kidogo. Hii show niachie mimi mwenyewe. Yaani wewe hamna hata kuingilia. Unasema kweli? Kweli, sasa kwa nini kutanie? Yaani ndio maana mimi nakupendea hapo tu. Mwanamke kujiamini, yaani ujiamini kama hivyo. Sio unakuwa tu unafujwa na mwanaume aeleweki. Jamani. Sasa, kwa kwanza kabisa nataka nijue unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Jordan Peterson Gerard, ndo majina ambayo nimepewa na wazazi wangu. Okay, sawa. Kuna kitu nilikuwa nataka nikuulize. Unampenda kweli binti yangu au unataka kumchezea? Nakuuliza hivyo nina maana. Mimi sio mtu mzuri kabisa kama unavyoniona. Nimekupokea kweli kwa shangwe kubwa tu, kwa sababu pia na ubinadamu ninao. Kwa hiyo nataka kujua, unamchezea binti yangu au una malengo naye? Mama, kusema kweli nampenda sana binti yako, na hata hapo yenyewe nisingepajua pasipo yeye. Yeye ndo kanielekeza mpaka kupajua hapa, na tumeanza muda mrefu kidogo mahusiano mimi na yeye, lakini nashangaa ghafla tu anaanza kuwa mkali juu yangu, si bila kuelewa tatizo ni nini hasa. Lakini kusema kweli nampenda sana binti yako. Mke wangu, yaani umeondoka nyumbani siku zote, mimi nahangaika kutafuta kila sehemu, sikupati. Leo hii unakuja nyumbani umevaa mavazi ya ajabu kama ambao hayana maana. Hivyo kaka, kwani una roho mbaya kiasi hicho? Yaani siku zote nikajua hiyo roho mbaya unanifanyia mimi peke yangu. Kumbe mpaka kwa halie kuwa mke wako. Sasa hapo cha ajabu nini? Ungemwambia tu umependeza mke wangu, tena sio mkeo, ni ex. Ungemsifia, ungemongonyoka wapi? Una roho mbaya wewe. Sijui kama utakuja kufanikiwa na umaskini wako. Muone kwanza. Hivyo binti, unakisikia kitu ambacho akizungumza wewe? Nani ex wangu? Hivi wewe mwanamke, mbona una maneno ya kipumbavu ambayo hayana maana? Yaani unakuja hapa mbele yangu unaongea tu ujinga, yani peleche kibao. Kwanza mimi sizungumzi na wewe. Mimi nazungumza na mke wangu. We, koma we baba we. Nani mkeo hapa? Una hata kutembea na mtu kama mimi? Sikia Tasha nikwambie. Nilichojia hapa wewe mwenyewe unakijua. Mimi nataka talaka yangu bwana. Yaani sihitaji kupiga makelele mengi sana, unanichosha. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Binti yangu ndivyo alivyo. Anakuaga na hasira vya haraka sana. Kwa hiyo wewe usijali, mimi nitaongea naye. Ila kuna kitu nilikuwa nataka unisaidie.
Ukikamilisha hicho kitu vizuri, nitakuozesha binti yangu na kila kitu nitagharamikia mimi, kuhusu mavazi, sherehe, mahali pia nitalipa mimi. Kwa hiyo kazi ni kwako tu. Kusema kweli mama, ni heshima kubwa sana kwangu, na wala sikutegemea kama inaweza ikawa hivi. Kiukweli mpaka nakosa maneno ya kuongea, ila tunakuahidi mamangu, nitafanya kila kitu ambacho unakihitaji na wala sitoweza kukupinga. Niambie tu. Kuna kijana nilikuwa nataka nimsaidie, lakini sitaki ajue kama nimemsaidia mimi, ila nataka ajue kama wewe ndio unayemsaidia. Kwa hiyo nilikuwa naomba umbadilishe kimuonekano, kimavazi, maana yake uko lafu sana. Kwa hiyo sipendi jinsi anavyoishi, nataka awe kama wewe. Mke wangu, talaka tena? Yaani kivipi? Kendi, tafadhali mke wangu, hebu naomba uniambie kwamba naota. Yaani unakujaje hivi kunomba talaka mke wangu? Bwana shindwa kukua. Vipi hapa? Unaota? Unaota Tasha? Ndo ujue kwamba sisi hapa tupo maisha asilia wote. Hiki ni kitu cha ukweli kabisa. Mimi nataka talaka yangu. Jamani, mimi simtaki jamani, nipe talaka yangu niondoke. Vipi babu? Mke wangu, tafadhali, kama kuna kosa lolote ambalo mimi nimekukosea, naomba unisamehe. Mimi nakupenda sana mke wangu na sitamani kupoteza hata siku moja. Mke wangu, mimi nimekubali, mimi ni mkosefu kwa yote. Hebu naomba sitishe hilo jambo lako la kutaka taraka. Kendi, mimi ile siku ambayo unaniambia kwamba unahitaji taraka yako, mimi nilijua ni hasira tu. Ina maana kumbe uko serious. Mimi siwezi kukuacha Kendi. Maisha yangu yatakuwa magumu sana bila wewe Kendi. Nimekuzoea mke wangu. Mimi najua kabisa yote ambayo unayafanya. Huu ushawishi unatoka kwa huyu. Usiniingize. Mtu amedai talaka akusaidie majukumu. Mpe! Unamng'ang'ania kama umezaliwa naye. Unaniingiza na mimi wapi? Talaka kaitaka mwenyewe. Ingawa mimi mwenyewe pia natamani hiyo talaka itoke. Usiniingize kwa hizo shughuli zako. Kwani ukiongea huko lazima uniingize na mimi? Wewe vipi wewe? Ulitumwa wa maskini? Toa talaka. Kendi, yaani mimi naenda mpaka kwa mama yako. Nafika kule ananipa lawama zote kwamba mimi nimekupoteza wewe binti yake. Alafu leo unakuja nyumbani unadai talaka tena, uko serious kabisa. Na nimekuja kugundua kwamba huyu mpumbavu huyu ndo ambaye anakushawishi wewe haya mambo yote. Kuvaa hizo nguo za ajabu, kuja kudai talaka. Si mwingine ni huyu mke wangu. Tabia hii umeipata wapi? Mimi mbona sijakuzoea hivyo? Wewe sio mtu akushikwa masikio mke wangu. Sasa nisikilizeni kwa makini nyinyi. Sisi mnashikana masikio. Baada ya wewe tu kuondoka nyumbani, mimi kesi nimeipeleka polisi. Yaani hapa mke wangu wewe uondoke. Wewe ni mke wangu halali, mimi siwezi kupatia talaka. Uondoke katika nyumba yangu. Nimekuelewa vizuri mama, lakini sio kama nakupinga. Ila nitaka kujua tu huyu kijana ni nani na kwa nini iwe hivyo. Okay, sawa. Swali lako zuri sana. Lakini kumbuka wewe mwanzo sijakuuliza hilo swali kwamba ni lini, wakati gani, siku gani upo na binti yangu. Ila nilikupokea, nikakufurahia. Usione kwamba nimefurahi. Hiki nilichokiona leo sijafurahi. Kwa hiyo huwa mimi sipendagi kuulizwa maswali. Nimekutuma kazi, nataka uifanye kazi. Nadhani umenielewa babangu, si ndivyo? Sawa mama, mimi nimekuelewa na nitafanya kazi yako kama unavyotaka. Wala sitaweza kukupinga tena, kwa sababu naamini unaenda kuwa mama mkwe bora sana kwangu. Kwa nitafanya kila kitu ambacho nakihitaji. Okay, good boy. Nimefurahi sana kusikia hivyo.
Halo? Nakuhitaji nyumbani mara moja. Sasa hivi. Kia Mungu. Ha! Hii dunia nilijua nimeyaona yote. Kumbe kuna mengine bado sijaona. Haya, wewe umeenda polisi hata kusikiliza nani? Pesa huna. Maisha huna. Atakaye kusikiliza polisi nani? Umesaidiwa kila kitu, toa talaka tuondoke. Kwanza mimi unazidisha kunipigisha makelele unaniumiza kotu hapa. Mimi nakachukua vitu kutondoka. Kwa hiyo Tasha, udai mimi haki yangu, umeenda kulipeleka ili swala polisi. Sasa ngoja nikuoneshe wewe. Itakiwi. Mwache mtu basi akuache huru. Wewe ni kero ndogo ndogo kama hizi. Mke wangu, toa talaka, mtu kakusaidia majukumu. Unapenda kulishwalishwa wewe, mtu mpaka uze mboga mboga aje kukulisha wewe, ndio unacholilia hapo. Hamna kingine chochote. Tafuta pesa, mtoto wa kiume. Umekaa kaa tu na magongo yako. Mke wangu, toa talaka. Jamani, unatia aibu. Majirani zako wenyewe hawashaka kukwambia. Ondoka. Mke wangu, hebu subiri kwanza. Subiri nini jamani? Ondoka. Wewe. Wewe umegoma kutoa talaka. Basi mimi hapa Kendi pamoja na wadhamini wangu. Ukishindwa wewe, mimi nakuja kukuandikia mwenyewe talaka. Yaani mimi ndo nakuacha wewe na taarifa. Toka bwana. Mke wangu. Kendi!